ya ligi. Hapa kwenye adhabu, kama waamuzi wote walibainika wamefeli kwenye kuitafsiri sheria namba 11 ya mchezo wa mpira wa miguu, iweje leo mmoja afungiwe miezi 6, mwingine afungiwe miezi 3? Sayansi gani ipo hapo katikati? Ndio maana nimeuliza, je, kamati imehukumu huku kama kuna goli, alafu huku ikaona kwamba Dube asingefunga? Haya ni mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans umeandika kwa bodi ya ligi na tunataka ufafanuzi wake. Jambo la nne ambalo tumeliandika kuulizwa kwa bodi ya ligi. Jambo la 4. Kwenye taarifa ile ya kamati ya saa 72 kuna neno limetumika linasema mwamuzi, hebu ninukuu nisije nikazungumza kitu ambacho hakijaandikwa kwa ufasaha wake. Yes, hii hapa. Dakika ya 70 ya mchezo, mwamuzi huyo msaidizi namba 1 alikataa bao halali la klabu ya Simba. Taarifa ya kamati imeeleza, ambao wameitoa kwa umma, dakika ya 70 mwamuzi msaidizi namba 1 alikataa bao halali la klabu ya Simba. Hili neno bao halali, tumewauliza bodi ya ligi, kwa mujibu wa sheria za FIFA, sheria ambazo zinaongoza mchezo wetu, kwa mujibu wa kanuni zinazoongoza ligi yetu, mwenye mamlaka ya kuthibitisha goli ni halali au sio halali ni muamuzi anayesimamia huo mchezo. Ndiyo mwenye mamlaka hayo, muamuzi, kwa mujibu wa sheria zote, sheria za FIFA, sheria za CAF na kanuni zinazoongoza ligi yetu. Mwenye mamlaka ya kutamka na kuthibitisha kwamba goli hili ni halali au goli hili sio halali ni muamuzi wakati wa mchezo husika. Tumeiandikia kwa unyenyekevu mkubwa bodi ya ligi ikaiulize kamati yake ya saa 72 imetoa wapi mamlaka ya kuutangazia umma kwamba kuna mechi lilifungwa goli halali hali ya kuwa muamuzi hakulikubali hilo goli. Tunataka tujue ripoti hiyo ipo kwenye ripoti ya mechi au nani amekuwa na hayo mamlaka ya kuzidi muamuzi wa mchezo kuthibitisha goli hili ni halali au sio halali. This is very serious matter. Na klabu ya Young Africans tuko very serious kwenye jambo hili. Taarifa hii imekuja kwa umma, imeshatengeneza sintofahamu, imeshakuwa na tafsiri tofauti na imehusisha mchezo wetu. Kwa unyenyekevu mkubwa tumetaka bodi ya ligi itueleze kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi, au kanuni zimechange, si hatujui. Wametoa wapi mamlaka ya kuthibitisha na kuutangazia umma kwamba kuna goli halali limefungwa tofauti na sheria zinavyoelekeza? Tumeandika kwa bodi ya ligi kupata ufafanuzi kwenye hili jambo. Neno goli halali, kamati imetoa wapi hayo mamlaka ya kupindisha maamuzi ya refa na kuutangazia umma? Tunafahamu wote jamani, narudia tena, muamuzi wakati, tena sio muamuzi wa pembeni, msaidizi wa kwanza, wa pili, wala fourth official. Muamuzi wakati ndiyo mwenye mamlaka ya kuthibitisha kwamba hili ni goli au kukataa hili sio goli kwenye mchezo husika. Filimbi yake akipuliza ndio tunasema ni goli. Kama kamati ilichakata ikagundua kuna shida kwenye waamuzi wasaidizi kutafsiri kanuni, kutafsiri sheria namba 11, kamati imetoa wapi mamlaka ya kuthibitisha goli ni halali? Hilo ni jambo la 4 ambalo tumeliandika kwa bodi ya ligi. Jambo la 5 ambalo klabu ya Young Africans tumeiandika kwa bodi ya ligi,
tukitaka ufafanuzi. Yes. Sisi kama klabu ya Yanga tunahisi kuna double standard kwenye baadhi ya maamuzi. Kwa mfano, kamati imeketi na ikapata mamlaka ambayo sijui imetoa wapi, ikasema kwenye mechi ya Yanga na Simba mwamuzi amekataa goli halali la klabu ya Simba, lakini kulifanyika mechi hapa ya KMC dhidi ya klabu ya Simba. Mchezaji Selemani Mwalimu alifunga goli ambalo kwa marejeo ya picha na vyombo mbalimbali vya habari vimechambua hilo jambo, alifunga goli akiwa kwenye eneo la kuotea. Mechi ya KMC dhidi ya Simba Sports Club, mchezaji Selemani Mwalimu alifunga goli akiwa kwenye eneo la kuotea. Klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi ya ligi tukiuliza, mbona kamati haikuwahi kutoa taarifa kusema kwamba mchezaji Selemani Mwalimu na yeye alifunga goli lisilokuwa la halali dhidi ya KMC? Kama kamati imeweza kusema mechi ya Yanga na Simba kuna goli halali lilikataliwa, kwa nini kamati ilikuwa bubu siku ambayo Selemani Mwalimu kafunga goli la offside? Kamati haikueleza kwamba mchezaji huyu amefunga goli lisilokuwa halali. Hatusemi kwamba tunatengua maamuzi ya refarii, tunazungumzia namna ambavyo kamati inaendea haya mambo. Kama mechi ya Simba kamati imejiridhisha na ikatoa taarifa kwa umma, sababu sisi tunaamini taarifa hii ni taarifa ambayo kamati ya saa 72 imeipitia na wamekubaliana kwamba kwenye mechi ya Simba na Yanga dakika ya 70 kuna goli halali lilifungwa na limekataliwa. Lakini mechi ya KMC na Simba kuna goli la offside lilifungwa na Selemani Mwalimu. Sisi kama klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi ya ligi kuiuliza, mbona kamati hapa ilikuwa kimya? Matokeo yangebaki vile vile, alhamdulillah, lakini kamati ingesema pia mamlaka haya ambayo wametumia kusema kwamba kuna goli halali lilifungwa, mamlaka haya wangeyatumia pia kusema kuna goli ambalo sio halali limefungwa na mchezaji Selemani Mwalimu dhidi ya KMC. Lakini pia ndugu zanguni, sijui na nyie mtafsiri, tumeshaandika taarifa bodi ya ligi. Mechi hiyo ya KMC na Simba hatukuona sisi mahala ambako waamuzi hawa wamechukuliwa hatua wa kushindwa kutafsiri sheria offside. Kama mechi nyingine zikitokea mwamuzi akishindwa kutafsiri sheria ya offside anapelekwa kuhukumiwa, kwa nini mechi hii ya KMC na Simba ambayo tuliona kuna goli la offside limefungwa hatukuona wale waamuzi wasaidizi wakichukuliwa hatua? Ndio maana tumekuwa na wasiwasi na hii kamati ya uendeshaji kuwepo na double standard ya kimaamuzi. Si tunasimamia kwenye haki, tunasimamia kwenye weledi. Kama haki inatakiwa itendeke, basi ionekane inatendeka sehemu zote. Kama waamuzi wanahukumiwa kwa kushindwa kutafsiri sheria ya offside, kwa nini mechi ya Simba na KMC ipo kimya mpaka leo? Kwa nini kamati haikujadili kuhusu hayo matukio? Mechi ya pili, klabu ya Young Africans tumecheza mechi na JKT Tanzania pale KMC. Tumeandika na tumepeleka na ushahidi wa video matukio mawili ambayo tunaamini hayakupaswa kuhukumiwa kuwa offside. Mwamuzi msaidizi Glory Tesha aliyahukumu matukio mawili ya klabu ya Young Africans kuwa offside, lakini marejeo ya picha yanaonyesha matukio yale si offside. Tukio la Prince Dube, tukio la Alan Okello. Hatukuona mahala popote kamati ya saa 72
ikimhukumu mwamuzi msaidizi Glory Tesha kwamba ameinyima haki nafasi ya Yanga ya kufunga magoli, kama ambavyo mechi nyingine imehukumiwa sheria namba 11, mwamuzi akishindwa kuitafsiri anapelekwa kuhukumiwa. Kwa nini mechi hii ya Yanga na JKT imekuwa bubu? Kwa nini mechi hii hatujaona hukumu ikitoka? Matukio yanayohusisha sheria namba 11. Haya ni mambo matano